kuondoa uchawi. Wewe unayehisi umezuiliwa na uchawi, hakikisha siku ya Jumapili haukosi kwenye ibada ya Jumapili. Unayehakikisha biashara zako zimelogwa, umekuwa ufanikiwi kwa sababu kuna watu wanakuonea wivu, kuna watu wamesimama kwa hila, tunakwenda kufuta kila kazi za kichawi, tunakwenda kuondoa kila kazi za kiganga, tunakwenda kuondoa kila mipango ya uchawi. Amen. Yeyote aliyesimama kwa uchawi kwenye maisha yako, Amen, kama Bwana alivyosema usimwache mchawi kuishi, ndivyo ambavyo watakwenda kufutwa kwenye maisha yako. Amen. Watakwenda kufutwa ofisini kwako, watakwenda kufutwa kwenye biashara yako. Amen. Watakwenda kufutwa kwenye ndoa yako. Amen. Kila uganga na uchawi uliosimama kinyume chako, Bwana atakwenda kunyamazisha katika jina la Yesu. Amen. Nisikilize mtu wa Mungu, popote pale ulipo. Inakwenda kuweka msingi wetu wa somo kuanzia kwenye kitabu kile cha Hesabu sura ile ya 23. Hesabu 23, nitaanzia mstari ule wa 20. Mstari wa 20, nitaanzia mstari wa 20. Anasema, tazama nimewapa amri kubariki. Yeye ambarikie, yeye amebariki, nami siwezi kulitangua. Kwa hiyo tutakwenda kuruhusu baraka za Mungu kwenye hiyo siku. Angalia kitu kingine ninachotaka uangalie. 21 anasema, hakutazama uovu katika Yakobo, wala hakuona ukaidi katika Israeli. Bwana Mungu wake yu pamoja naye, na sauti kuu ya mfalme katikati yao. Mstari wa 22 anasema, Mungu amewaleta kutoka Misri, naye ana nguvu kama nguvu za nyati. Mstari wa 23 anasema, hakika hapana uchawi juu ya Yakobo, wala hapana uganga juu ya Israeli. Sasa habari za Yakobo na Israeli zitasemwa. Sasa nataka uweze kuelewa, namba moja, uchawi ni nguvu inayozuia ushuhuda. Ndio. Ni nguvu inayozuia ushuhuda. Lakini namba mbili, uchawi ni nguvu inayofanya kazi kwa siri. Inafanya kazi kwa siri kubwa, ambayo inafanya kazi kwa kiwango ambacho mtu mwingine anaweza asielewe. Na ndio maana nguvu hii inafanya kazi kuwafanya watu kuwa dhaifu, kuwafanya watu wasisimame sawa sawa, kuwafanya watu wasitembee kwa kiwango ambacho Mungu anataka watembee. Angalia maandiko anasema namna ambavyo hapa Israeli walisimama. Wakati Israeli wanasafiri kulikuweko na mtu mmoja anaitwa Baraki. Huyu Baraki alipogundua Israeli wanakuja, aliogopa. Alichokifanya, alifuata mtumishi wa Mungu Balaam ili awalani Israeli, ili awalani Israeli waweze kuwa dhaifu. Angalia uchawi unavyotengeneza watu kuwa dhaifu. Uchawi ni lango la udhaifu. Uchawi ni lango la magonjwa. Uchawi ni lango la mauti. Ili Israeli wapigwe, ilipaswa awepo mtu atakayesimama kama mchawi kwao. Na ndio maana Baraki alitafuta Balaam ili Balaam asimame kwa kiwango cha wachawi, ili Balaam afikiri kwa kiwango cha wachawi, ili Balaam asimame kuwalani Israeli. Na ndio maana ukiona mtu ameshindwa, jua kuna uchawi umefanyika. Ukiona mtu anakata tamaa, jua kuna uchawi umefanyika. Nisikilize mtu wa Mungu, wewe uliokoka muda mrefu, wewe unayependa kumtumikia Mungu, lakini umekuwa ukikosa nguvu. Kazi ya uchawi huwa ni kudhoofisha. Kazi ya uchawi huwa ni kuwafanya watu kuwa dhaifu. Nimetuma jioni ya leo ili kukuinua. Nimetuma jioni ya leo ili kukupandisha. Bwana aliyenileta kwa sauti hii amekuja kukunyanyua katika jina la Yesu. Maandiko anasema watu hawa baada ya kuwa watu hao wanafanya, angalia, Mungu alisimama kama mwenye nguvu kwao. Kama ambavyo anasimama kwako, kama ambavyo amekusudia kusimama kwako. Wakati hao watu wamesimama naye, wakati hao watu wanatembea kwa namna hiyo, Balaam anataka kuwalaani ili wawe dhaifu. Balaam anatafuta laana ili wawe dhaifu. Hiyo laana yoyote waliotumia kukudhoofisha, ninaifuta kwenye maisha yako. Ninaiondoa kwa jina la Yesu. Laana yoyote iliyotamkwa kinyume chako, kinyume na biashara yako, kinyume na elimu yako, kinyume na watoto wako, ninalifuta kwa jina la Yesu. Ninasema ifutike kwa jina la Yesu. Maandiko yanasema hakuona uovu katika Israeli, wala ukaidi. Nisikilize, ili Mungu aruhusu mabaya, ili Mungu amwache shetani afanye alichokusudia kufanya. Maana yake dhambi
ya ukaidi. Amen. Kanisa, acha ukaidi. Amen. Mungu anapokuhitaji simama sawa sawa. Amen. Mungu anapokuhitaji tembea sawa sawa. Amen. Mungu anapokuhitaji fanya kwa namna anayokufundisha. Maandiko yanasema hakuona ukaidi katika Israeli, wala maovu katika Israeli. Nisikilize. Amen. Ili Israeli walaaniwe, ndio ilikuwa lazima kuwepo na ukaidi. Amen. Ili Israeli walaaniwe, ilikuwa lazima kiwepo kiburi. Amen. Ili Israeli walaaniwe, ilikuwa lazima waishi kwenye maovu. Maandiko yanasema Balaki hata kama alitoa sadaka, alitoa wanyama 7, zilijengwa madhabahu 7, lakini bado hakupata nafasi ya kuwalaani Israeli. Bado hakupata nafasi ya kuwapiga Israeli. Usiku wa leo ninatangaza kafara yoyote iliyotolewa na wachawi, kafara yoyote iliyotolewa na washirika wa kuzimu, haitakudhuru wewe kwa jina la Yesu. Haitakuweza wewe kwa jina la Yesu. Haitaharibu maisha yako kwa jina la Yesu. Haitaharibu uchumi wako kwa jina la Yesu. Ninabatilisha kwa jina la Yesu. Ninazitangua ishara za waganga, ninazitangua ishara za wachawi, hazitakudhuru kwa jina la Yesu wa Nazareti. Nisikilize. Maandiko yanasema, ndio, kwa kuwa Bwana hakuona uovu, ndio, wala ukaidi, ndio, Balaki alikosa alichokitaka kwa Israeli. Amen. Alichokitaka kwa Israeli. Nisikiliza mtu wa Mungu popote ulipo, kazi yako wewe ni kubadilika. Amen. Ili shetani asipate njia. Amen. Ili adui yako asipate nafasi. Amen. Kazi yako ondoa ukaidi. Ndio. Mungu anaposema fanya alichokuambia. Mungu anapokuagiza fanya alichosema. Tenda kwa kiwango alichosema. Amekwambia hubiri Injili. Hubiri Injili, isiwe kwa tamaa yako, isiwe kwa ajili ya kutafuta mali, isiwe kwa ajili ya kujitafutia kipato. Simama kwa kuwa Bwana amekuita. Simama kwa kuwa Bwana anakuhitaji. Neema hiyo iwe juu yako kwa jina la Yesu. Neema hiyo iwe juu yako kwa jina la Yesu. Mstari wa 23 anasema, hakika hapana uganga wala uchawi juu ya Yakobo. Amen. Wala katika Israeli. Amen. Kwa nini alisema vile? Ndio. Mahali ambapo hapana ukaidi, uchawi hauna nguvu. Ndio. Mahali ambapo hapana ukaidi, uovu hauna nguvu. Amina. Kuanzia sasa, mtu wa Mungu, geuka mtii Bwana. Amina. Geuka nyenyekea mbele za Mungu. Amina. Yawezekana umekuwa kisuasua kwenye wokovu wako. Amen. Yawezekana umekuwa kisuasua kwenye kumtumikia Bwana. Amen. Kila unapofika muda wa ibada unasema ndaenda kesho. Amen. Kila unapofika muda wa kufunga unasema ndafunga kesho. Amina. Kila wakati unataka kujaribu kuamka kuomba, lakini unakuta unashindwa, unasema ndaomba baadaye. Lakini baadaye unakuta asubuhi imefika. Ni uchawi unakusumbua. Amen. Kuna watu wanaendeshwa na uchawi. Kuna watu wanaendeshwa na tabia za kichawi. Kwa kuwa uchawi unafanya kazi kwa siri. Na ndio maana Balamu aliitwa ili awalaani Israeli, pasipo Israeli kuona, pasipo Israeli kujua. Yawezekana udhaifu wa huduma yako ni kwa sababu kuna uchawi unakusumbua. Yawezekana udhaifu wa afya yako kwa sababu kuna uchawi. Yawezekana udhaifu wa ndoa yako kwa sababu kuna uchawi. Kuna watu wanakuonea wivu. Bwana amekuja kuiponya ndoa yako. Bwana amekuja kuiponya afya yako. Bwana amekuja kuponya familia yako. Bwana amekuja kukuponya kwa jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Amen. Nisikilize. Amina. Mungu anaposema hakika hapana uganga wala uchawi juu ya Yakobo, wala katika Israeli, maana yake kuna uchawi ambao huwa unafanyika. Na ndio maana Balamu aliitwa ili afanye kichawi kuwadhuru Israeli. Ili afanye kichawi kuwadhoofisha Israeli. Nani alifanya uchawi kwa ajili ya kudhoofisha wewe? Nani alifanya uchawi kwa ajili ya kudhoofisha ndoa yako? Nani alifanya uchawi kwa ajili ya kudhoofisha mapenzi yenu? Nani alifanya uchawi kwa ajili ya kudhoofisha uzao wako? Nani alifanya uchawi kwa ajili ya kudhoofisha elimu yako? Bwana amekuja kukunyanyua kwa nguvu, maana yeye ana nguvu kama nguvu za nyati. Yeye ameinuka juu yako katika jina la Yesu. Bwana akupatie nguvu kwa jina la Yesu. Bwana akupatie nguvu kwa jina la Yesu. Pokea nguvu mpya kwa jina la Yesu. Pokea nguvu mpya kwa jina la Yesu. Maana Biblia inasema wamtumainio Bwana watapata nguvu mpya. Pokea nguvu mpya kwa jina la Yesu. Pokea nguvu za kuwashinda adui zako kwa jina la Yesu. Pokea nguvu ya kushinda uchawi kwa jina la Yesu. Angalia kitu kingine anachozungumza kwenye mstari ule wa 24.
mstari wa 24. 23 anasema hakika hapana uchawi juu ya Yakobo, wala hapana uganga juu ya Israeli. Ndio. Alafu anazungumza pale chini anasema sasa habari za Yakobo ndio na Israeli zitasemwa. Amen. Ni mambo gani aliyoyatenda Mungu? Amen. Nisikilize kwanza. Anaposema sasa habari za Israeli na Yakobo zitasemwa. Amen. Maana yake inawezekana kuna mambo mema mengi umefanya. Ndio. Lakini hayana ushuhuda. Ndio. Hakuna mtu anaeleza uzuri wa ofisini kwako. Amen. Hakuna mtu anaeleza uzuri wa matendo yako. Amen. Hakuna mtu anaeleza namna unavyofanya kwa uaminifu hapo kazini kwako. Ndio. Nisikilize wewe ambaye upo ofisini. Yawezekana umefanya kazi kwenye hiyo taasisi. Amen. Lakini umekuwa ni mtu wa kudharauliwa. Wema wako hauonekani. Oh, yes. Nafasi yako haionekani. Yawezekana ni uchawi umetia giza matendo yako. Yawezekana ni uchawi umefanya wewe usionekane. Umefanya mema usionekane. Kazi ya uchawi unazuia mema usionekane. Kazi ya uchawi unazuia watu wema wasionekane. Yawezekana wewe sio fisadi lakini haupandishwi cheo. Yawezekana wewe sio mwizi lakini hauinuliwi hapo ofisini. Yawezekana wewe sio mwizi lakini hauaminiwi. Kazi ya uchawi unazuia kuaminiwa. Nisikilize kwa makini. Maandiko anasema Bwana akasema sasa habari za Yakobo zitasikika. Maana yake zilikuwa zisikike. Kwa nini? Kwa sababu kulikuwa kuna uchawi. Zilikuwa zisikike kwa sababu kulikuwa kuna uganga. Yawezekana kuna waganga wamezunguka familia yako. Wameizunguka ofisi yako. Kila ukifanya mema ni kama hujafanya. Kila ukitenda mema ni kama hujatenda. Yawezekana ni kwenye ndoa yako. Kila wakati unatolewa kasoro. Ni kwa sababu ya huo uchawi ulioizunguka hiyo familia. Bwana amenituma usiku wa leo kuvunja kila uchawi, kuvunja kila nguvu ya uchawi, kuvunja kila nguvu ya uganga kwa jina la Yesu wa Nazareti. Kila mzunguko wa kichawi uliowekwa kwenye maisha yako, uliowekwa ofisini kwako, uliowekwa kwenye ardhi yako, ninaamuru uvunjike kwa jina la Yesu. Ninaamuru uvunjike kwa jina la Yesu. Amen. Maandiko yanasema ndio Bwana akasema ndio hakika hapana uganga wala uchawi juu ya Israeli. Amen. Hapana uganga wala uchawi juu ya Israeli. Amen. Sasa habari za Yakobo zitasemwa. Kwa nini anasema sasa zitasemwa? Mahali palipo na uchawi mema hayatambuliwi. Mema hayatambuliwi. Yawezekana umesingiziwa kuwa mchawi kwa sababu ya mafanikio yako. Kwa sababu Bwana amekuinua. Dunia inaamini uganga kuliko Mungu. Dunia inaamini uchawi kuliko Mungu. Yawezekana wewe sio mchawi lakini umeunganishwa kwa wachawi. Lakini umeunganishwa na uganga. Lakini umeunganishwa na mambo yasiyofaa. Ni kweli unasingiziwa. Ni kweli unasingiziwa. Bwana amekuja kukutenga na maovu. Bwana amekuja kukutenga na ila yao. Bwana amekuja kukutenga na uganga. Bwana amekuja kukutenga na wachawi. Pokea neema ya kutengwa. Pokea uweza wa kutengwa. Pokea nguvu ya kutengwa kwa jina la Yesu wa Nazareti. Amen. Angalia kitu ambacho Mungu anazungumza. Amen. Kitu ambacho Mungu anazungumza anasema. Amen. Sasa habari za Yakobo na Israeli zitasemwa. Amen. Kwa nini? Baada ya kusema hakuna uganga wala uchawi. Manake uganga ulizuia habari za Mungu wa Yakobo zisiseme. Amen. Uganga ulizuia habari za Mungu wa Israeli zisiseme. Amina. Na ndio maana nimekwambia kazi ya uchawi ni kudhoofisha. Kazi ya uchawi ni kunyamazisha kweli. Amen. Kazi ya uchawi ni kupambana kufanya kweli isisikiwe. Kazi ya uchawi ni kupambana kufanya kweli isisikiwe. Usione rahisi leo tupo hapa redioni. Tunasema na wewe habari za Mungu wa Israeli. Tunasema na wewe habari za Mungu wa Yakobo. Lakini wako maadui wanaochukia. Ipo kuzimu inayochukia. Wapo wachawi wanaochukia. Haijalishi wanachukia. Bwana amesimama juu yao. Bwana amekuja kukunyanyua. Bwana amekuja kukupandisha. Hapana uchawi utakao kushinda. Hapana uganga utakao kufanya wewe kuwa dhaifu. Pokea nguvu kwa jina la Yesu.
Na ndio maana nasema hapana uganga wala uchawi juu ya Israeli. Maana tumekuja kunyamazisha sauti ya kichawi iliyokufanya wewe uwe maskini, iliyokufanya wewe usiuze, biashara yako haisikiki. Wateja uliowauzia leo ndio utakaowauzia kesho. Hakuna mtu mpya anayekuja ofisini kwako. Hakuna mtu mpya anayekuja kwenye biashara yako. Hakuna mtu mpya anayekuja kwenye maisha yako. Hakuna mtu mpya anayekuja na ushauri mpya. Kila anayekuja anakuja kukuumiza. Kila anayekuja anakuja kukuharibu nafsi yako. Kila anayekuja anakuja kukunyamazisha. Bwana amekuja kukuinua. Bwana amekuja kukuinua kwa jina la Yesu wa Nazareti. Na ndio maana anasema sasa habari za Yakobo zitasemwa. Kwa nini? Kwa sababu palikuwa na uganga uliofanya wanyamaze, uliofanya watu wanyamaze. Watu wanaomilikiwa na uchawi hawawezi kueneza habari zako njema. Wapo tayari kukuita Freemason. Wapo tayari kukuita mchawi. Wako tayari kukuita muovu. Lakini hawawezi kusema wema wa Mungu. Hawawezi kusema wema wa Mungu. Mungu amekuja kuwafungua watu wako, wakutangaza habari za Mungu wako. Bwana amekuja kukurejeshea watu waliondoka kwako, watu waliokimbia mema kwako, watu waliokimbia habari njema, wakurudie kwa jina la Yesu. Wakurudie kwa jina la Yesu. Ndio maana anasema sasa habari za Yakobo zitasemwa, na habari za Israeli zitasemwa. Yawezekana habari ya biashara yako haitangazwe. Yawezekana habari ya huduma yako haitangazwe. Kuna watu ambao wamefanya nyamaza. Kuna uchawi ambao umezunguka biashara yako. Kila unayemhudumia atangazi uzuri. Kila unayemhudumia atangazi uwema wako. Kila unayemhudumia atangazi huduma yako njema. Kila unayemhudumia atangazi huduma yako njema. Yawezekana walinyamaza. Bwana amekuja kufungua vinywa vyao. Biashara yako itahitaji matangazo. Uliowahudumia wataitangaza biashara yako. Uliowahudumia wataitangaza ofisi yako. Uliowahudumia watakutangaza katika jina la Yesu wa Nazareti. Na ndio maana nasema sasa zitasemwa. Sasa zitasemwa. Sasa zitasemwa. Sasa zitasemwa. Huduma yako njema ikasemwa kwenye kila ofisi. Huduma yako njema ikasikike Ikulu. Huduma yako njema ikasikike kwa wakuu. Huduma yako njema ikasikike kwa wakuu kwa jina la Yesu wa Nazareti. Yawezekana umekuwa ukifanya vizuri ofisini, lakini taarifa zinazofika kwa wakuu wako si taarifa njema, si taarifa zinazofaa. Wamekutangaza vibaya kwa wakuu. Wamekutangaza vibaya kwa wakuu wa idara. Wamekutangaza vibaya kwa wafanyabiashara wenzako. Wamekutangaza vibaya kwa wafanyakazi wenzako. Usiku wa leo Bwana kurejeshee kibali chako. Bwana kurejeshee kibali chako. Bwana kurejeshee kibali chako. Bwana kurejeshee mema yako. Bwana kurejeshee mema yako. Yeye aliyesema apandacho mtu ndicho atakachovuna kwa kadiri ya uaminifu wako. Bwana kulipe kwa jina la Yesu. Bwana kulipe kwa jina la Yesu. Kwa hiyo uchawi ni nguvu inayofanya mema unayotenda yasisikike. Ndio. Inayofanya mazuri unayofanya yasisikike. Lakini uchawi ni nguvu inayozuia matunda ya kazi yako. Na ndio maana hao walipambana kuhakikisha wanapeleka ujira wa kiganga. Kuhakikisha wanapeleka ujira wa kichawi. Ili kumgeuza Balaamu. Ili kumgeuza Balaamu walienda na ujira wa wachawi. Walienda na ujira wa kiganga. Ili Balaamu walaani Israeli. Yawezekana kuna watu kwenye familia yenu wanaendeshwa kichawi. Wasipo wao kujielewa. Nimesema uchawi unafanya kazi kwa siri sana. Yawezekana kwenye familia yenu kuna mtu anatamka mabaya juu ya wenzake. Anatamka mabaya juu ya wafanyakazi wenzake. Anatamka mabaya juu ya wafanyabiashara wenzake. Anaendeshwa kichawi. Lakini Bwana asema usiku wa leo, hapana uganga wala uchawi juu ya maisha yako. Hapana uganga wala uchawi kwenye biashara yako. Hapana uganga wala uchawi kwenye ndoa yako. Hapana uganga wala uchawi juu ya uzazi wako. Ninasitisha nguvu ya uchawi. Ninasitisha nguvu ya uganga. Ninapinga kila uganga. Ninapinga kila uchawi. Ninawapinga kwa jina la Yesu wa Nazareti. Nguvu iliyoko ndani ya utii
ndani ya unyenyekevu. Amen. Inatawala uganga na uchawi. Amina. Unyenyekevu unatawala uganga. Oh yes. Unyenyekevu na utii unatawala uchawi. Oh yes. Uwe mtii katika jina la Yesu. Amen. Uwe mtii katika jina la Yesu. Amen. Mtu wa Mungu ukikosa utii, ndio unaruhusu uganga ukutawala. Ndio. Mtu wa Mungu ukikosa unyenyekevu, ndio unaruhusu uganga na uchawi ukutawala. Amina. Na ndio maana anasema hakuona ukaidi ndio katika Israeli. Ndio. Wala hakuona maovu katika Israeli. Amen. Kumbe maovu yanakaribisha uchawi. Oh yes. Kumbe maovu yanakaribisha mabaya. Kumbe maovu yanakaribisha uganga uwe na nguvu. Hapana uganga utakaokuwa na nguvu kwako. Nimekuja kusitisha nguvu ya uganga. Oh yes. Nimekuja kusitisha nguvu ya uchawi. Kwa jina la Yesu wa Nazareti. Amen. Nisikilize mtu wa Mungu ninapokwenda kumalizia. Amen. Fungua Biblia yako kwenye kitabu kile cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume sura ya 13, nataka niseme na wewe pale. Amen. Inapokaribia kwenda kumalizia niruhusu simu. Amen. Niruhusu simu. Matendo ya Mitume sura ile ya 13. Amen. Kuanzia mstari ule wa 6. Kuanzia mstari ule wa 6. Biblia inasema walipokwisha kupita katika kisiwa chote mpaka Pafo, wakaona mtu mmoja mchawi, nabii wa uongo, Myahudi, jina lake bali Yesu. Mstari wa 7 anasema mtu huyu alikuwa pamoja na liwali Sergio Paulo, mtu mwenye akili. Mtu mwenye akili, ukimtumikia Mungu lazima utumie akili sana. Amina. Anasema yeye liwali akawaita Barnaba na Sauli waje kwake, akataka kusikia neno la Mungu. Yes. Wapate kusikia neno la Mungu. Yeah. Lakini Elima yule mchawi, yes, maana ya ndiyo tafsiri ya jina lake, yes, akashindana nao, yes, akitaka kumtia moyo yule liwali, yeah, wa kuacha ile imani. Angalia, huyu mchawi alishindana na watumishi wa Mungu. Amina. Yawezekana kwenye huduma yako unashindana na wachawi. Ndio. Ambao wamekuwa wakijaribu kukudhoofisha. Nilikwambia kazi ya uchawi ni kuleta udhaifu. Ndio. Ukiona kwenye maisha yako ya huduma huwezi kusimama sawa sawa, manake kuna uchawi unakuzunguka. Na ndio maana nimekwambia njoo siku ya Jumapili. Tunakwenda kushughulikia kila aina ya uchawi. Tunakwenda kushughulikia kila aina ya uganga. Amen. Huyu mchawi alisimama, alikuwa katikati ya watumishi wa Mungu. Alikuwa katikati ya kina Paulo. Alikuwa katikati ya kina Barnaba. Yeye kazi yake ilikuwa ni kuwatia moyo. Umeshawahi kujiuliza